Habari zenu wana TikTok. Baada ya ile meli tuliodandia kututosa baharini, kweli meli ile kuja kutuokoa moja kwa moja katupeleka katika mji mmoja unaitwa mji wa Bari. Huo mji upo ndani ya Italia hapo Ulaya hiyo mwanangu, sio Afrika tena. Kweli mwanangu, moja kwa moja mwanangu kufanyika michakato, moja kwa moja tukapelekwa katika kambi ya wakimbizi ndani ya Bari hapo Italia. Kweli moja kwa moja mwanangu tumeishi mule ndani ya miezi 6 na mwanangu Chesco. Kweli nikakutana na washikaji kibao kutoka Afrika Magharibi mule, kutoka Nigeria, Ghana, sema wa Gambia ndio hapo kama wote wa Gambia. Hapo katika mji wa Bari mwanangu. Kweli dakika ya mwisho mwanangu, kuna mwamba mmoja nikampata rafiki mule kutoka Gambia. Akanambia mwanangu, mimi na ndugu yangu yuko nje, kwa hiyo inabidi tuchezeshe hapa, tufanye mpango mwa tutoroke, kwa sababu kuna mataifa kibao mbona wanatoroka fresh tu baridi, wanaenda kufanya maisha juu kwa juu huko. Kwa sababu vibali humu ndani tunakaa vya wakimbizi vinachelewa kutoka. Kwa hiyo kweli dakika ya mwisho mwanangu mzee tumekaa mimi nikamfuata mwanangu Chesco. Nikampanga, nikamwambia mwanangu, wewe kama vipi tuchezeshe mwanangu, nimempata mwamba yule pale Mgambia mwanangu, ni wewe tunatoboa humu. Chesco anambia mwanangu, wewe toboa, mimi niache kwanza nitulize akili. Kwani mwanangu ikafika hiyo siku mwanangu ya kutoboa, nikaanza kumwomba Mungu, mwanangu, Mungu nijalie mambo yangu yaende sawa kama alivyopangwa. Nikachukua na kijiti changu kile nilichopewa na mganga mwanangu, nikakitafuna nikaking'ata. Kwani dakika ya mwisho mwanangu, yeye chezesho kuna pale mwanangu, tukatoboa tukatoka tukakutana na mwamba mwanangu yule pale anatusubiri mitaa kati. Kwa hiyo akatubeba akatupeleka katika sehemu anapoishi, yani katika shelter, sehemu katika yeye anapokaa. Kwa hiyo mwanangu kufika pale mwenetu mzee nimekaa wiki ya kwanza, wiki ya pili nikamuuliza sasa mwanangu, hela tunapataje? Mwanangu akanaelekeza mwanangu, hela hapa mwanangu kupata kwa sababu hapa kazi Italy zipo kama zote, ila uwezi kupata kibarua kwa sababu kutoka na nini, wazungu hawalipi keshi, wazungu wanalipa kutoka wanalipia kupitia kwenye bank account, na ili upate bank account ufungue basi lazima uwe na TIN number, na ili uwe na TIN number basi lazima uwe na kibali cha kuishi dokumenti, na wewe dokumenti nyinyi hamuna. Kwa hiyo inabidi msikilizie tu nini, mambo yakikaa sawa na basi ile itakuwa fresh. Basi mwanangu akatupa mchongo mwingine, akamwambia bwana, mchongo hapa ulikuwepo unaenda zako sehemu nini supermarket, hapo kuna maskani hapo supermarket, wazungu nini mabosi wakija wakinunua nini mizigo yao nini, mnawasaidia moja kwa moja mnapeleka katika magari yao. Ukipeka magari yao nini wanakupengeni nini euro, zile euro akikupeni nini yenzi na kusaidieni siku 2-3. Kwani dakika za mwisho mwanangu mimi nikaona basi hizi show haina noma. Alafu vile vile sometime kwa sababu nyinyi watu weusi au zo bwana mnaonekana Afrika nje kali, anaenda kama mjebeba mizigo, wazungu wakikuoneni tu pale sometime wanakuiteni wanakupeni euro, hiyo ndo maskani. Lakini vile vile kuna mchongo huku kupendwa na vibibi vizee vijane. Kwa hiyo kijana kikukupenda wewe pelekea moto, usishangae. Na vile vile huku sona wanaume wamejaa kibao. Hawa wanaume wengi mashoga, wengi na hawana nguvu za kiume. Kwa hiyo yani ukija kufanikiwa mwanangu, ukipenda una shoga mwanangu unatoboa. Akaniambia bwana, mimi mwenyewe unavyoniona hapa nina shoga langu. Yani ile shoga langu sometimes linanichukua kila baada ya weekend tunatoka nini, mwanangu ananipa hela za kuishi wiki nalipa hapa mjengo. Au zo bwana, kwa hiyo ndo maisha yetu hii Ulaya, sio Afrika, hamna baba yako, hamna mama yako huku. Kwani dakika ya mwisho nikasema mwanangu, kwani sio poa. Kwani ngamuuliza mwanangu sasa, kwani huku wa Tanzania hawapo? Akaniambia bwana, Tanzania wapo lakini wapo mji unaitwa Roma hiyo. Kutoka hapo Bari mpaka Roma ni mbali. Unatumia treni ya umeme au ndege au basi. Lakini sasa picha linaanza huko Roma, wengi wamekuja kwa ajili ya kusomea dini, na wapo wengine wa Somali wapo huko Roma, huko ndo kuna Waafrika wengi huko town huko. Kwani mwisho wa picha mwanangu, siku ikafika nikaingia zangu hapo katika supermarket mwanangu, piga kazi nini mwanangu, siku mwanangu nikapata mwamba mmoja namsaidia mizigo kumpeleka katika gari yake mwanangu. Kumbe mwamba mwanangu shoga mwanangu likani mwanangu. Mimi nikajiuliza mwanangu, mimi na nuksi gani? Kwa sababu South Africa nimekataa soga la kizungu, kuja huku mwanangu Italy ndani ya Ulaya nimepata shoga tena. Sema nikaacha moyo nikasema inawezekana Mwenyezi Mungu anipangia riziki zangu zinapatikana kwa mashoga. Kweli mwanangu siku akanichukua akanipeleka katika mjengo wake. Mjengo mwanangu everything full everything mwanangu, mjengo wa kibabe. Nikaona mwanangu sio poa mwanangu mzee, kabla sijampelekea moto kwanza mimi nikaomba dua kwanza kwa Mwenyezi Mungu. Nikapiga bismillah, Bwana Yesu asifiwe, mwana na Nazareti. Kweli mwanangu nikampelekea moto wa kibabe, sio moto wa kawaida mwanangu, moto wa gesi. Mwanangu furu kinyesi fumu kitanda kizima mwanangu. Mwenyewe akakubali muziki, akasema Tanzania mwanangu namba 1 Afrika oye. Kwani nikamwambia kimoyo nikasema mwanangu huyo mwanangu hilo dona hilo mixa ile kachumbari unayosema kaanga. Kwani dakika ya mwisho mwanangu mzee akanipa vyangu, mzee akanirudisha na gari yake mpaka mtaani. Kwa hiyo kama ndo maisha ndo hayo mwanangu, nikasema kimoyo mwanangu wewe maisha haya mwanangu ni wewe unaishi huku mwanangu, hata siku mwanangu nikirudi huko Afrika Tanzania, yani mwanangu wale wanawake wote wanapenda kupeleka kwa Mpalange na ile mashoga wale kwa Tanzania, nikirudi mwanangu nitawapelekea moto mpaka Tanzania yote yuki kinyesi. Picha linaanza, fuatilia pati inayokuja ujue kiliendelea nini.